Asante sana wapendwa wasikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Sauti ya Mwenga. Tena wapendwa watamazaji, watazamaji wa Lega Media, tunawashukuru kwa kipindi hiki inaitwa Mila za Kanisa. Ni kipindi ambayo ina lengo sana ya kuweza kutosha Wakristo fulani mwa confusion fulani juu ya kanisa. Kwani kunakuwa Wakristo wa moja wanakuwa wanapotosha wenzao ndani ya makanisa mbalimbali. Kutokujua mila kanisa yao inatuma Wakristo wengi waweze kutoka kunako kanisa lao. Ndio maana kipindi hiki kina lengo sana ya kuzungumza juu ya mila kanisa, na leo hii mbele ya microphone ni mwendeshaji wa kipindi yenyewe. Mimi ni Wilonja Kitulo Lukrisa, niko mbele ya kamera huko, tunasaidiwa naye mwenzetu Estache Babu kwenye kamera na dadetu Shabile Ngetombo, wale wanatusaidia kote teknika. Na vile tuko na mwaliko wa kwetu kutoka kanisa la Neno, naye si mwingine ni Pastor Mateosi. Karibu. Asante, nashukuru sana mwariri, nishakaribia. Asante sana. Leo ni siku ya kwanza. Kipindi hiki kinapita kila siku ya kwanza majira ya saa 10:30 hadi saa 11:30, na kama vile nilisa kujuza, lengo ya kipindi hiki ni kuweza kutoshana ma confusion pale kwenye wanawaziaka kanisa bengine bale ni bachawi wapi. Deja emission hii inakutosha mwele confusion yenye uko noji ya kanisa. Basi hatutakuwa na ziada, tutaweze kumpokea moja kwa moja Pastor. Karibu tena, ni siku nyingi sana kipindi kialike kanisa la Neno. Asante, nashukuru mwariri. Ni kweli inakuwa yapata siku za kutosha tulikuwa tena hapa kwenye media kwetu. Bon, tukajadiliana mingi kuhusu mila za kanisa, hata ikafikia lengo tukakutana na ndugu zetu wa Islamu, kumbuka wakati ile mkafanya deba. Tukaanza deba, kipindi kikakuwa nzuri zaidi, na tukaanza kupokea simu huko na huko kwa wasikilizaji wetu. Bon, kwa hivi sasa tena tunarudilia mkipindi. Tunashukuru sana ndugu msikilizaji. Mwenye kuwa mbele ya mike ni Pasteur Apotre Missionnaire Kitoga Katunga Mathieu. Ni mimi msimamizi wa kanisa la Neno mji wetu wa Kamituga, kwenye kata letu la Kitemba. Ni kusema ukitafuta pasteur pale njoo mwenye kwa mbele yako hapa kwenye mic ya telefone ya approach. Voilà, merci beaucoup auditeur auditrice 88.4 FM. Acha tukujuze maadrese za kipindi hiki. Unaweza enda kwa WhatsApp au Facebook, YouTube, unaandika Lega Media na utakuwa unapata kipindi hiki visually. Pia unaweza chukua namba kwangu, kwani auditeur wa kwetu unakuwa mwalikwa na we wa pili wa kuchangiza pamoja nasi kunako kipindi hiki, na nambari ni 09 78 37 21 54 09 78 37 21 54 09 78 37 21 54. Ile ni nambari yangu ya simu. Pia netumikisha kunako mitandao mingi, tukisema pia WhatsApp, ile nambari utaipata. Kabla ya kuanza kusoma mabarua pepe ya wasikilizaji wetu, tutakuwa tunaanza swali. Pastor, ulizo fulani, kuna watu wanakuwa ndani ya kanisa la Neno na wajue ile neno ni nini au ilitokea wapi neno. Mko muda neno banasikia vile, unaingia kanisa gani? Mimi naingia neno.
Mwingine Mkristo akitamuuliza neno ndio nini? Chunga juma kesho. Eske kwa Kristo ambao wanakuwa karibu wanafuatilia kipindi hiki kwenye kamera, hata pia wanaotusikiliza kwa muda huu, je, unaweza kuwajibu swali hili? Asante bwana mhariri, nashukuru sana kwa swali. Vraiment nashukuru sana. Ni kweli wahariri wetu, wasikilizaji tafadhali, kama vile nilivyojitambulisha mbele, naitwa kwa jina la Kitoga Katunga Mathieu, Papa Mateus. Bon, kabla sijajibu nitakupa kwanza anwani ya kwangu, contact yangu, unaweza kuniandikia swate kuniita kwa ajili ya kupata maelezo zaidi. Namba ya kwangu ni 09 90 33 16 32 ama 32. Ni kusema kwa lugha ya Kimombo tunasema 09 90 33 16 32. Pale unaweza kunipata hata kwenye WhatsApp, Facebook na kadhalika. Bon, tutarudia kwenye ulizo ama swali. Ni kusema neno sawa vile mhariri wetu unauliza kusema watu wengi wanauliza neno na kanisa gani neno? Kanisa gani neno? Kanisa letu linaitwa kwa jina la Kanisa la Yesu Kristo Ulimwenguni. Jina neno ilitoka wapi? Ndio ulizo sana. Ndio. Ni wakati sasa tulikuwa nafunza watu neno la Mungu, wakati tunatamka neno inasema hivi, neno inasema hivi, wakasema hapana, hawa watu kumbe ni wa neno. Unaenda wapi? Unaenda kwa wale ambao wanasemaka neno linasema hivi. Kama vile tukisoma kitabu banasema neno kwanza ni nani? Neno, unapofungua Biblia kitabu cha Yohane sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza, ukishuka taratibu hata kistari ya 3 tu unaweza kuishia kistari ya 3. Kitabu inasema hivi, neno hapo mwanzo alikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. 2, huyu mwanzo alikuwa kwa Mungu. 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hapakufanyika chochote kilichofanyika. Ni kusema ukishuka pale zaidi batakuonesha kama neno alifanyika kuwa mwili na akakuja kwetu, akakaa kwetu, tukaona utukufu wake. Ni kusema neno yule ni Yesu. Bakisema kanisa la neno, maana yake banamaanisha kama kanisa la Yesu. Haiko kosa, tunashukuru kwa ile hali ambao wanatuita, lakini kanisa letu linaitwa Kanisa la Yesu Kristo Ulimwenguni. Asante kabisa mchungaji kwa kujibu ile swali la kwanza. Ila walio wengi wanakuwa wanasema waneno ni wachawi. Ndio. Je, watu wa aina vile unaweza kuwajibia namna gani? Ukipenda kabumu mpira mshinde wende kubaneni. Ukipenda shimu yako igonge wende kubaneni. Eske kweli mko na mila kusema mko wachawi au hapana? Bon, nashukuru sana mhariri. Bon, tunaweza kuitwa wachawi kama vile wengine wanaweza kutuita, sio vibaya, ni mzuri. Sababu gani? Kama mtu akiitwa mchawi, tunajua kama ule mtu ni mtu mwenye kuwa na maarifa fulani. Wakati sisi tunapofanya kazi ya Mungu, tunakutana na jukumu mbalimbali, shida mbalimbali, na wakati tunaitatua, watu wengine ambao walitenda maovu kwa ajili ya kutesa wengine wanastaajabia na kusema kwamba hawa watu wana nguvu fulani, na ndiye sababu wanapasha kuwa walozi kuliko sisi ambao tuliroga. Ile jina kuitwa walozi sio kusema sisi tumeroga, hapana, lakini kulingana na miujiza ile ambayo tunafanya kwa kuokoa watu, kwa kuokoa ulimwengu, tunaitwa jina la walozi. Sawa pia na Yesu, wakati alikuja duniani, alifanya kazi ya kuokoa watu, kuwaondoa watu mapepo, kuwaponyesha watu magonjwa ya kila aina. Watu wakamuita kusema ni mulozi, yeye akaonekana kuwa Beelzebule, yani mkubwa wa wachawi. Kumbe na Yesu hivyo aliitwa mlozi. Yani ya muingilie sana kichawi kuona Mungu anawasaidia. Ndio, kupitia nguvu ambayo tunayo, miujiza ambayo tumetenda, ndipo watu wamesema kwamba hawa watu inawezekana wanaweza kuwa walozi. Sababu ukiwauliza
unaweza kutuonesha ubayana ya hii ulozi? Utakuta kama mtu yule atatafuna ulimi kusema nilisikiaka fulani ndio alisemaka na mie sina bayana. Donc ulozi wetu ni kuokoa watu. Asante kabisa. Nadhani kipindi kiku wale wanaoanzia sana waneno ni wachawi, majibu ni yale unatoka kufata na pastor wa kwetu, kama au wanatenda wanakuwa wanatenda miujiza fulani na miujiza yale kwa jina la Yesu Kristo. Watu wamoja wanawazania ni wachawi, kumbe hao si wachawi. Nadhani kama uko auditeur mtazamaji uko nafuata kipindi hiki, confusion yale hautayakuwa tena nao, kwani majibu haya uko na yapokea. Na tutakuwa na muda wa kuweza kusoma mabarua, maujumbe fulani kwa natufikia kwenye simu, ila tungali kwanza kumatayarisha maulizo fulani sisi kama vile wapasha habari tulioandaa. Ulizo wa pili wanatuliza wanani, tunakuwa tunakuuliza wanani wanaruhusiwa kupata roho. Eske kunakuwa hivi huyu mtu akishakuwa kale kwa ile jina ulozi walikuwa nasema imeshatosha confusion, au mtu akishakuwa kale ndio anaweza kupata roho, au roho ndio ubatizo wa neno? Unaweza tufungua pale kabisa pastor. Asante mwariri, shukrani tena kwa ulizo. Ni kusema habari kuhusu Roho Mtakatifu. Shabaha kubwa ambao tulitumwa kuhubiri watu, kufundisha watu neno la Mungu ni kwa ajili watu wapokee Roho Mtakatifu. Injili tunayo ni injili ambao Yesu Kristo alileta ulimwenguni. Na hiyo injili ni wakati Yesu aliaminisha watu walimwamini, walimfuata, wakaamini neno la Mungu, akawaahidi watu ya kwamba mtapokea Roho Mtakatifu. Ni kusema wakati unapoamini neno la Mungu, umefunzwa neno la Mungu, ni sherti upokee Roho Mtakatifu. Ni kwa kumaliza ama kwa kufunga tutasema kama mtu ambaye anafunzwa neno ndiye anastahili kupokea Roho Mtakatifu kwa kanisa letu. Sio kusema kama kuna mtu fulani ambaye anaweza kuwa yeye ndio alishakuwa sijue eshelo fulani. Hapana. Roho Mtakatifu iko ni zawadi ambao Mungu alitoa kwa watu wote, na yule ambaye anaamini kwa kweli na anabatizwa sherti apokee Roho Mtakatifu. Asante. Unatutamkia kidogo ulizo tulitauliza ke waneno wanabatizwa nao namna gani? Kuhusu ubatizo. Naam. Waneno ni watu ambao wanabatiza watu vizuri sana, na miongoni mwa watu ambao wenye kujidai kufundisha watu neno la Mungu, ninafikiri ya kama neno ama mshiriki ama msimamizi wa kanisa la neno ama muamini ndani ya kanisa la neno, huyu anabatizwa vizuri tofauti na watu wengine. Anabatizwa vizuri sababu gani? Ubatizo kwanza inabidi kujua ni nini na kitu gani inabatiza mtu. Sawa sawa na mila ambayo tulitosha ndani ya Biblia inasema mambo kuhusu ubatizo. Hiyo neno ubatizo sawa vile nasema kama imetoka ndani ya lugha ya Kigiriki ama batizo, ni kusema kuzamisha mtu kabisa kinagadaga ndani ya maji. Neno ni mtu ambaye ni kanisa ambao inazamisha mtu kinaganaga ndani ya maji mengi. Maji hiyo ni maji gani sasa? Hapo journalist ndio kuna sasa ni gani? Kuna tofauti ya ubatizo wa kanisa la neno na ubatizo wa makanisa zingine. Kwa mfano, tunaposoma ndani ya maandiko matakatifu tunasikia kama yeye anayeamini na abatizwe, kama vile kitabu cha Marko sura 16 ukikamata kistari ya 18 kinasema yeye anayeamini na abatizwe. Ndiyo, Biblia imeandika hivyo. Sasa abatizwe na maji gani? Maji hiyo ni maji gani? Mule ndani ya kitabu ile ya Biblia inaonesha kama Yesu huyu alikuwa na maji yake, sababu Yesu ndio alisema kama yeye anayeamini abatizwe. Na Mafarisayo walikuwa na maji yao. Yaani kuna tofauti ya maji. Hata unapobatizwa ndugu yangu, inaomba uelewe ya kwamba kuna tofauti ya maji. Kuna maji ambao Yesu alikuwa nayo kwa kisima cha Samaria,
na kuna maji ambayo mwanamke wa Samaria alikuwa nayo. Ninapokuswali, kati ya hii maji mbili gani inaweza kubatiza mtu kabisa, bwana Mwariri? Ni wewe unaweza kutoa majibu. Asante bwana Mwariri, nafahamu kama jibu ni kwangu. Ni kusema wakati mwanamke wa Samaria alipofika kwa kisima cha Samaria, kitabu inatuonesha kama ukisoma mkitabu ya Yohane sura 4, unapoanza mkistari ya hata ya kwanza unashuka, utasikia historia iko ndefu. Lakini Yesu akamweleza mwanamke, wewe una maji, umekuja kutega maji ya kunywa, na mimi nina maji ya uzima. Ile maneno inatutofautisha. Wakasema kwa Yesu anaanza tongoza maji. Ilikuwa ni ubishi, sababu kuelewesha mtu maneno ya maji ni kitu inaleta ubishi sana. Hata hapo wanapotusikia wasikilizaji wetu, ninaamini kuna wengine ambao watakuwa wangali na huu utata ya kuelewa maji gani ambayo wewe kama muamini umebatizwa kusudi leo useme nilipokea roho, nilipokea uzima, niko leo Mkristo. Sababu utaitwa Mkristo ni wakati ulibatizwa. Na kama ulibatizwa kwa maji ya kisima, maji ya kisima sitajiro, maji ambayo imetoka ndani ya udongo, maji ambayo tumekunywa, ambao Yesu alitabiri wazi akasema ya kwamba ni maji ambayo haimpe mtu uzima, tofauti na maji ya uzima ambao Yesu alishuhudia kama wewe nikikupa maji yangu mimi Yesu, ukiyakunywa hautaona kiu tena. Ni kusema maji ya uzima ndiyo maji ambayo inastahili kumbatiza mtu, sababu ni maji ambayo mtu akikunywa hataona kiu. Tukibatizwa mwii maji yenye tunakunywaka na tunabakia na kiu, c'est-à-dire tungali na deni ya kubatizwa. Ndugu msikilizaji, ungali na deni kubatizwa kama ulienda kumaji ya kunywa. Njoo tutofautisha sasa. Ni kusema porque tugundue kabisa kama neno maji gani hasa ndio. Kama tukiuliza tujue ndani ya Biblia kama Yesu alikuwa na maji gani. Tunaweza tukasome kitabu yetu ya Yohane wa Injili, Yohane sura yake ya 7. Yohane sura 7 kistari yake ya 37. Kitabu hapa inasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kuu ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. 38 inasema hivi: yeye anayeniamini, kama vile maandiko yanavyonena, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Ni kusema wakati unaamini Yesu, umefunzwa neno, ndiye maji yatatoka ndani mwako. Nikikuuliza sitakuuliza Mwariri, Yesu alikuwa na mtungi gani ambao alikuwa anabebea maji kusudi aambie mwanamke kama wewe una maji ya kunywa na mimi nina maji ya uzima? Kumbe kuna aina mbili ya maji, na maji haya yenyewe kwa ukua ndani njoo yanashuhudia hapa kusema ni wakati unafundishwa neno. Kumbe maji ile ni neno la Mungu ambayo inakuwa kwa wingi ndani ya mtu, na neno ndiye na uwezo wa kumtakasa mtu na dhambi, sababu shabaha ya kubatiza mtu ni kumtakasa mtu na dhambi. Asante. Yaani mnabatiza kwa neno? Yaani tunabatiza watu kwa maji mengi, yaani kwa neno la wingi kusudi watu wapate kutakasika. Ni pale mwezi enda ku Yordani hivi twende kubase, ndio watu wanasikia maji mengi ya neno. Ndio confusion ile, ndio tunabaacha tena ile, ndio bumbuazi ama mafarakano ambao dunia walio wengi leo, hata na mapasteri, hata na mapadiri, hata na maaskofu, hata na mabishop wenye kujigamba kujua neno la Mungu, wamepoteza taifa la Mungu kwa kudanganya watu, kulinganisha maneno ya Mungu na maneno ya mwili. Kwa wakati Mungu mwenyewe anashuhudia ndani ya kitabu ya cha Yohane sura 4 kistari ya 24 inasema Mungu ni roho, kwa maana Mungu ni roho, na wote wenye kumwabudu ni sharti wa mwabudu katika roho na kweli. Kumbe mafundisho ya roho sio mafundisho ya mwili. Ukienda kwa maji ya mwili Mwariri, hata nawe sasa kama ulibatizwa kwa maji ya mwili, haujabatizwa bado. Voilà, merci à auditeur, mko nafuata kipindi Mila Kanisa, na leo tuliandaa vizuri kabisa kuweza kuita wenzetu wa neno, na ndani kwa wale wanaotuma mabarua pepe
na wanaopiga simu, mtatusamea kidogo. Kuna muda ambao tutasoma mabarua yale yote. Unakuona jiuliza juu ya mila ya waneno, utaiuliza hapa na mchungaji ama pastor iko tayari kuyajibu. Ulizo wetu la 4 tulikuwa tunaandaa, wengi wanakuwa wanatuambia Louis Chris, bona mila baneno inafanana na Wambaraga kwenye seremoni za kilio. Unakutana huko wakisaga soro, anatikisa kiuno kabisa, pamoja ile usende mwele kanisa, ile kanisa, ona jinsi bananyongaka mabiuno, kilio nyamu kule. Sijui kwa kuwafungua. Ndio. Eske ni kweli ile ambao mnafanya iko ndani ya Bible au namna gani? Porque Wakristo wengi wanaona seremoni ya kunyonga, wewe utayanyonga wewe, utenda baneno utayanyonga wewe. Wengi wanakuwa wanajiuliza maulizo kama na ile. Asante mwariri, nashukuru sana. Ninaweza kujibu kuhusu swali la mwariri kusema kama kanisa la neno wanalifananisha ama kulilinganisha na wenzetu wa Mbaraga. Hiyo sio vibaya, ni mzuri. Yote inastahili kwa kazi ya Mungu, kila kitu. Hakuna kibaya kabisa. Tutajibu nini? Kama watu wanalinganisha, ni kweli sawa vile unasema wanalinganisha. Ila sisi sio wa Mbaraga. Sisi mila yetu haikutoka kwa Mbaraga. Mila yetu ama desturi yetu tumeiga kitu ambacho kimeruhusiwa ama kimeamrishwa na Mungu. Kwa mfano, hata wakati wa Yesu alikuja akasema ya kwamba mimi sikuja kwa ajili ya watakatifu duniani, lakini nimekuja kuwatafuta hawa wenye dhambi ili wapate kutubu. Akawa mshiriki wa walevi, akawa mshiriki wa walafi, akawa mshiriki wa watu wa kila namna. Mbaraga akasamea hiyo umefahamu. Watu wakasema huyu ni rafiki wa walevi, huyu sio mwokozi, ni rafiki wa walafi. Akapangwa majina, rafiki wa watoza kodi, rafiki. Donc Yesu naye ilifikia kipindi watu wanaanza kumulinganisha. Kwa wakati sisi tumejua kwamba kitu ambayo natuma mtu wa kanisa la Yesu Kristo ambao mnaita kwa kanisa la neno kucheza, kwanza ni furaha. Amefurahia nini? Amefurahia kumjua Mungu. Alikuwa siku za mingi alikuwa mpagani, alikuwa siku za mingi hamjue Mungu. Wakati alipofunzwa neno la Mungu, wakati alipobatizwa, alipoingizwa ndani ya maji mengi kunako kanisa la Yesu Kristo, ndipo mtu alianza kucheza sawa sawa na jinsi maandiko nashuhudia. Wakati mfalme Daudi alipopokea sanduku ya agano ambayo ilikuwa kumikono ya Wafilistini, kitabu nashuhudia kwamba akacheza hata ikafikia wakati Mikali amchungulia akasema, mkue muone mfalme mzima wa Israeli ameanza kucheza kama mtu bule. Andiko imeshuhudia kama mtu bule. Ni kusema tunapocheza sawa vile kitabu nasema tumsifu Mungu, tumtukuze, tumchezee Mungu kwa nguvu zetu zote. Tumetumia nguvu kwa kucheza, sio kama tumeiga wenzetu wa Mbaraga, hapana. Asante kabisa. Cha tusalimie ekipe yote ya Lega Media, mkiwemo Rashidi, Estache, Babu na Hélène Edwige. Merci parce que tunaona kabisa walio wengi wanakuwa wanasogelea kwenye poste recepteur ya hii Radio Sauti ya Mwenga kuweza kufuata kipindi ya mila ya kanisa. Tunakuwa tunaendelea ulizo fulani hivi boditere ya kwetu, muda kuuliza nataka enea kwa kusoma na message kwani ziko nyingi sana, na nambari ya kwangu iko wazi tu ku 09 78 37 21 54 09 78 37 21 54. Ulizo yote ambayo utajiswali au unakuwa jiswali kuhusu kanisa la neno, nao watakujibu. Ulizo wengine tumetaka kuuliza pastor, mtu nani kabisa seremoni za kilio yenye inaaminika kabisa Mkristo akifariki, tutoshe example kwa kanisa fulani, hata mtoto akifariki, mtu kama tumuonake kuko mamila yenye nasema kama wingi yake mapambazuko, kwa mfano au mshirika kubenzetu ba Katoliki, ndio ukifariki pale kukugundua haraka ni nguvu.
Je, nanyi mnakuwa na mila gani kuhusu seremoni za kilio? Ni kweli tuna mila ya kwetu, na hiyo mila kama vile nilivyotangulia kusema mbele, sio mila ya kujiundia kukichwa saa vile watu wamefanya, mnaikala pamoja, mnaunda kitu, tufanye tu, tuseme kama le 25 Yesu alizaliwa. Wakati tunapouliza andiko, unakuta Biblia kabisa haiko na haitupatie bayana, lakini tunafunga ile kitu na kuambia watu ya kama hivi sasa twende tusherekee hapa kesho, hapa mwezi wa 12 inasogelea. Siafika kweli uliza. Iko miongoni mwa maulizo. Samani. Ni kusema sio kitu cha kuunda. Wakati mtakatifu anapofariki, kuna watakatifu wengine ambao wanahusika na kufanya mazishi ama kilio chake. Kuna waamini na Wakristo kunako kanisa letu la Yesu Kristo. Kifo cha muamini na kifo cha Mkristo kina tofauti kidogo mwalimu. Muamini mkanisa wa neno ndio mnamkamata sasa vile. Muamini kama vile neno inasema muamini, croyant ni mtu yule angali naamini, angali nakuja kwetu kwa kusikia neno la Mungu, kwa kufundishwa. Hapo anapofariki kuna namna tofauti. Kama sio siri parce Bakristo wengi kazi hapo kulaumu kanisa zingine aba kumfanya kwa ceremony bona kwa Pastor Mateo si balifanya ceremony fulani mao mwa bana mubagua. Unaona inabidi pale kubafungua akili bakiona vya hivi batambue kama huyu iko muamini, basi chonge basi semeseme sana kanisa la neno mubaya. Ndio kiini hii emission ile yote watu wanaweza jifunza. Ndio ni kweli ni mila za kanisa sasa vile teme yetu inasema. Kiukweli muamini anapofariki awe mdogo wa mwaka tangia mwaka 1 na kupanda hadi miaka sijue ngapi, wakati haja maliza kipindi cha ubatizo, hajapokea Roho Mtakatifu, atakuwa na namna tofauti ya kilio. Ni kusema hapo tutaalika waamini wenzake kuja kufanya ile seremoni ya mazishi ya kwake, na sisi kama vile pastoria wake tunaweza pia kushiriki, lakini tofauti na gisi tungeshiriki Mkristo. Ni kusema tunaweza fika pale, utaona tunafika tunaomba Mungu, kisha kuomba tunaacha kipindi kingine ya ibada kwa mikono ya waamini. Tofauti na wakati Mkristo anapokufa, utakuta ni Wakristo wenzake ndio wanabaki pamoja naye. Seremoni za mingi banenda satosha roho yako, kama vile watu wanavyonena kwa kuwazia, sababu kazi ya wanadamu ni mawazo. Kama ile confusion pale watoshe bana, kumbi kuko muamini ule wa mwezi msifanyele seremoni. Mimi manyalisha sasa kwa iko Mkristo ile saa mnamzunguruka banenda satosha roho hapo. Bana sio kutosha roho, sababu kabisa unaona tukirudia ndani ya maandiko matakatifu, sababu nilikwambia sio mila ya mtu kufikiri neno hana mila. Hatuna ile madesturi kabisa ya kutunga, sababu kulikuwa ugomvi kati ya Yesu na Mafarisayo juu ya madesturi. Yesu akawaambia Wafarisayo, mnaharibu amri za Mungu kwa kufuata madesturi za watu. Ile madesturi inaharibu walio wengi sana, sitawataja, lakini umejua ndani ya zebu yako mna desturi fulani ambayo hailingani na maandiko. Hailingane kabisa. Tunapoitafuta ndani ya maandiko hatutaipata. Sasa sisi tukisoma mule mu Biblia, utasikia mu kitabu yetu ya Matendo ya Mitume inatuonesha kama wakati Tabita alipokufa, yule ambaye mmemwelewa kwa jina la Dorika ama Dorcas, Wakristo wale watakatifu ndio waliingia kuchumba cha ndani kwa ajili ya kutayarisha namna ya kufanya mazishi yake. Na wakati Petro alipofika, kitabu inasema waliita watakatifu. Wakati Petro alifika, akaingia ndani, akafukuza wengine wote ambao walikuwa bado hawako watakatifu, na kuanza kumwombea hadi gisi Dorika ama Dorcas akafufuka. Ni kusema tunapoingia ndani sisi kama vile Wakristo tunafanya kitu moja, ni maombi tu, hakuna ingine ya zaidi. Asante. Usiwazi yake tena waneno endapo wanazunguka maiti ya Mkristo wao ili wanenda kuondoa roho, ila
wanakuwa maseremoni tu za kanisa yao. Na hakuna jinsi ya kuondoa roho mtakatifu. Koma unaweza kufikia kugusa kitu roho mtakatifu inspiration. Wengi wanawazia vile konsalo ile confusion hata kama tunaenda kunako lugha yetu ya Kimombo wanaita Saint Esprit. Wakati Saint Esprit inakuja kwa mtu, nani aliiona? Sisi tunajeleza kama nimejazwa. Sasa Saint Esprit yenyewe umejazwa, uliona wapi? Ilifika saa ngapi? Sasa kama ilikuja au kuiona, sasa pa kuiondoa ndio utaiona. Nashukuru aske ba Kristo bengi ni ile mambo wanakuwa wanawazia. Tunabaki tu na ulizo mbili ili tuweze kwanza soma maulizo ya auditeur. Tulitaka uliza tu ile roho. Sasa wengi wanazani roho wamoja wakisema wanenda tosheo kumatuburi, wanenda kupewa hayo kumatuburi, mwingine mpaka kwa kufe sana nani eske ile roho kisha kwa Mkristo wapi kabisa baneno batakupatia? Eske kutakuwa seremoni nyingine tenda kwa ya busiku ambao wa Kristo wengine hawajui, au ile roho mtu si ndio batizo nimesema mmebatiza tuseme namna gani basi? Asante. Ni kusema wakati kama nikikuelewa vizuri unauliza kuhusu namna gani tumepokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amepokelewa kwa kanisa la neno kama vile mnaliita, ama kwa kanisa la Yesu Kristo, sababu kanisa sio ile nyumba. Hatuwezi kuipanga jina tuite kama ni kanisa fulani, hapana. Yesu ndiye Bwana wa kanisa, sepokwa inaitwa kanisa la Yesu Kristo. Kwa kupokea Roho Mtakatifu kwenye kanisa la Yesu Kristo ni kitu moja tu. Yaani kitu cha kwanza ni kuamini kwanza. Umekubali mwito, umekaribia, sio kufanya ubishi mbali, karibia kwanza. Ufunzwe, uelewe, ujue, utoke ndani ya ile vizuio, ndani ya vifungo. Tukufunze maana ya maandiko yale ambayo umeyasoma. Tukuzamishe kwenye maji mengi, kwenye mafundisho mengi. Hapana kudanganya watu, kuwazamisha watu kwenye pisine, kwenye mwamba, kwenye mtoni. Hapana, hiyo sio ubatizo. Hapana, umekoroga watu na kuwadanganya bure na kujipondea wakati mwenyewe kwa kusema nimejua Mungu kwa wakati haujamjua. Umebaki ndani ya maandiko. Tukifungua Biblia, sababu nikwambia sisi hatujibu kwa na kipindi kinatembea kabisa na mila na Biblia. Ndio sababu mila kanisa tunakuona kama kanisa la Yesu Kristo hatuna tabia kabisa ya kueleza mambo kutoka kuvinywa vyetu. Hapana. Tunaweza kufungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 19. Tunapofungua hii kitabu tutasikia habari ya Paulo wakati alipofika Efeso. Actes des Apôtres chapitre 19. Wanasema ukistari ya kwanza, ikakuwa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akikwisha kupita katika nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadhaa huko. 2, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu wakati mlipoamini? Wakajibu la, ama hapana. Hata hatukusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu. Hatukusikia, hatukuwahi kusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohane. Paulo akasema, kistari ya 4 hii muisikie kwa faida. Paulo akasema Yohane alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu ndiye Kristo. Kistari ya 5 nasema waliposikia maneno haya wakabatizwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kusema ubatizo sio kusema Paulo alitwala wale watu akawapeleka ndani ya maji. Ubatizo wetu ni ufundisho, usikie, sababu maji ni mafundisho, ndiye itakutakasa, itakutenganisha na dhambi. Sio maji ya mtoni. Maji ya mtoni haiwezi kamwe, hata ufanye miaka 10,000 bana kuzika ndani ya maji ya mtoni. Hauko Mkristo ndugu yangu, hauko na hautakuwaka. Ni kusema unaposhuka hapo chini utasikia ile kitabu nasema, na Paulo kistari ya 6. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, wakapokea, wakajazwa Roho Mtakatifu. Yaani ubatizo wetu ni wa kuwekewa mikono, tofauti na ubatizo wa wengine. Asante kabisa Pastor, ila tuulize, mnaamini Yesu kama vile nani? Mtume,
mwana wa Mungu au mnamwamini namna gani? Asante. Sisi sio wa ndugu zetu ambao wanajiita wakafiri ambao ndio hatutataja jina, lakini wa ndugu zetu ndio wanasema kama alikuwa ni mtu kawaida nini. Sisi tunaamini sawa sawa na vile kitabu inaendelea kushuhudia kwamba alipenda ulimwengu akatoa mwana wake wa pekee, c'est-à-dire Jésus était le fils unique de Dieu, ni mwana pekee wa Mungu. Pale hatuna confusion. Nanyi mnasherehekea Noeli kama Wakristo wengine? Bon, Noeli sawa vile batu banasema Noeli ni kuzaliwa kwa Yesu, na tunaposoma ndani ya maandiko wanasema kama Yesu ndiye neno, ni kusema sisi ndiye tunafanya Noeli kawaida tofauti na mila neno akajifanya mtu akataka. Voilà, kumbe kuzaliwa kwa Yesu ni kuja kwa neno kwetu sisi. Wakati neno inapokuja kwako ni hapo Yesu anazaliwa. Kila siku yote ni kweli kama Yesu anaweza kuzalika leo kwa wasikilizaji ambao wako nanisikia. Neema kwenu leo, mshukuru Yesu kwa nazalika kwenu. Wanasherehekea nao Noeli leo. Ndio, hii ni Noeli tu kwako wewe mwenyewe kunanisikia. Wala mnakubali kama Yesu Kristo aliteswa hapa chini ya jua kumsalaba hadi kufikia kufariki kupanda mbinguni? Tunakubali, ndio sababu tumesaidia, sababu alisema Baba, hii kazi haitaishia kwangu, hata na watakao kuja nyuma yangu watapitia kwa njia hiyo. C'est pourquoi alisema imetendeka hivyo kwa mti mbichi, sasa kwa mikavu itakuwaje? Ni kusema Yesu alijua kama nyuma yake kuna wengine. Hata unaposoma kitabu cha Yohane sura 17, ukianza pale utasikia maombi ya Yesu. Yesu anaanza kumwambia Baba, kazi ulionipa nimeimaliza. Anasema nimewaombea hawa, ila si hawa tu, ninaombea hata na wengine watakao kuja nyuma yao. Ni kusema tuko nyuma ya ile mila ya Yesu Kristo. Asante kabisa mpendwa msikilizaji wa Daxo la Radio Sauti ya Mwenga. Merci parce que tunaanza soma message. Tunashukuru kwa mchungaji kujibu maswali nyingi. Hata mimi nashukuru. Kipindi hiki kiliandaa vraiment courage sana. Merci. Ndiyo. Kuna kwa swali hasa hapa kutoka kwa auditeur ya kwetu. Jambo, ni Eric pa Kagunzi. Sababu gani balikuwaka ita Mungu wabo Mungu samaki? Inaweza kuwa pekee mama nita vile. Ni nashukuru Bwana Erike kutoka Kagunzi, huko jirani wa kwangu kabisa, mimi naishi Kagunzi. Baneno benye mnaita Baneno habakuwahi kuita Mungu wao samaki, hapana. Ni majina sasa vile uko nasikia tuko nasema hata sai kama banaita Baneno. Hii kanisa haitwe Baneno. Kanisa inaitwa ni kanisa la Yesu Kristo. Wakati tulifika Kindu, watu wakasema hapana, hawa watu ni wa parole. Ukienda uite neno kule Manyema hawatatambua. Unasema nini? Watu ndio wanatupanga majina. Leo tunaita kanisa la Yesu Kristo. Inaitwa kwa lugha ya Kimombo Église Universelle de Jésus Christ, EIGC. Église Universelle. Sababu mwe mnalinganisha jina kanisa na ile mavibandauli ambao mmeijenga. Kanisa ni mtu, hawezi kuita hii kwa mtu selpa, mtu Katoliki no. Samani. Kwenye kipindi samani. Kama vile kanisa hatukuwahi kujiita kama Mungu wetu ni samaki, hapana. Hakuna Mungu samaki. Simfahamu kabisa. Ingine nasema tunashukuru sana kwa mchungaji kwa kujibu maswali yako nyingi kabisa. Ni Paulo Chui ambia pastere, Mungu ambariki. Asante Paulo, nashukuru na mimi nashukuru sana na nakusalimu pamoja na familia ya kwako. Ni Timotheo ulizo yangu ya pili. Kwa kanisa la neno ila wamesha katala si wa neno. Alo ndugu. Naam kabisa. Alikuwa na vocha kidogo, sijui alitajibu nini. Numero ni 09 78 37 21 54. Hata na kwangu hivyo kama unapenda kamate mchungaji Mathieu après mission wenda unaweza kuwa na swali fulani, unaweza kunialika nyumbani mwako, nitafika. Namba ya kwangu nilisema ni 09 90 33 16 32. Ama kama ni mtandao wetu wa Vodacom, unaweza kunipigia ku 082 78 00 639. Ukipiga pale utanipata, na WhatsApp utapata tu. Merci. Ni Timotheo ulizo yangu ya pili. Kwa kanisa
la neno, ila wameshakataa sio wa neno, ila ni kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni pote. Ndiyo. Yamaanisha walikuwa wanasema kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni pote, yamaanisha kila mwenye kubatizwa tayari amekuwa na Roho Mtakatifu, wala je? Sawa na vile maandiko nasema, tunatoka kusoma ile maandiko ndugu yangu Timote, inasema wakati Paulo alikuta waamini akawauliza mlibatizwa kwa ubatizo gani? Nikusema Roho Mtakatifu anakuja ni kupitia ubatizo. Ile ubatizo, sababu ubatizo ndiye utakaso. Wakati unapotakasika na maji, ndipo utapokea sasa Roho Mtakatifu kama vile zawadi ya Mungu ambao Mungu amekupatia kupitia kipindi ambao ulitakasika. Ubatizo wetu ama wote ambao walibatizwa kwa maji, sitakuficha ndugu yangu, ungali na deni kubatizwa. Na hata toke umai mingi nani tu kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni atabatizwa tena, yani atafundishwa neno la Mungu. Asante. Jambo kaka, niko na wafuata ngambo ya Kimba Mango. Sijui kama kilima ngambo Mango ndo alitasema ya Kimba Mango. Ni Daudi Fido de Paris. Merci. Bon, tunasoma vile mais atu comprendre mzuri. Ndiyo. Ingine hapa nasema sasa Yesu alibatizwa kwa maji gani? Ni Desire Pamikanda. Merci. Yesu kama vile tunaposoma kitabu, Yesu alibatizwa na Yohane. Yohane alisema sistahili, kama nimefanya hiyo basi ni kwa ruhusa yake. Yesu alimwambia timiza njoo andiko. Yaani timiza imeandikwa. Alisema kwamba mimi nimebatiza kwa maji, lakini yeye atakaye kuja nyuma yangu, musikie mzuri maandiko bandugu yangu. Yeye atakaye kuja nyuma yangu atawabatiza ninyi kwa Roho na moto. C'est-à-dire kama kwako Yesu haja kujaka, maana yake wewe ungali na ngo yaka Yesu, uende kwa Yohane akulobeke mumaji. Na kama wewe unaamini kweli kama Yesu alishaka kuja, fata kanisa la Yesu Kristo tukutumbukize ndani ya maji mengi. Voilà, merci. Ingine hapa nasema ni Papa Claude kutoka Station Betsaida. Mungu aendelee kukutia nguvu na Mungu aendelee kukutia nguvu na pumzi, mtume wa Mungu. Ule anakufelicite. Asante sana, mimi nashukuru Papa Claude kutoka kule ku Station Betsaida, vraiment nashukuru sana. Ingine hapa nakuwa nasema ingine hapa nasema message ziko nyingi, nimesha kusoma hii hapa Papa Timotheo. Ingine hapa merci kwa mzee ambaye anatufuata, anakuwa anaitwa kwa jina ya Rashid Johnson, mkurugenzi wa Lega Media, anatufuata. Tunashukuru vraiment tunashukuru kabisa, tuko en direct mzee. Vraiment Papa Rashid tunakushukuru. Hongera, tunakumwangia maua, tuko en direct. Na wenye kufuata Facebook nadhani watatuona tuko en direct. Meme WhatsApp, meme YouTube. Vraiment mzee, hongera sana. Mungu akubariki kwa hiyo wazo, kwa hiyo akili. Shukurani kabisa. Hapa message nyingine nasema toujours Papa Claude amesha tulesha soma hii. Nyingine nasema hapa jambo Lukrisa. Jambo Lukrisa ni Timote na wafuata kwa makini. Merci Timote pale Nyawanja, unatufuata sans problème. Unakuwa unatufuata bila shaka. Mchungaji, sijui hivi kuna baki tungana wa dakika 16 kwa kusubiria appel. 09 78 37 21 54 09 78 37 21 54. Sijui unaweza kujibu kwa wale wanaosema upendo mnifae, upendo ya waneno. Upendo. Tunakuatia pastere kila kwa pasta tu. Nikusema hivi bwana mwariri. Biblia hiyo ambao tumeshika, watu wameshika leo, unakuta kila mtu amejiita kwa mchungaji, kila mtu alilobekewa maji jana, bali mlobeka ndani ya mwamba naye ni mchungaji. Hiyo Biblia ambao tumeshika, tunaposoma ndani ya hiyo Biblia, mkitabu cha Paulo mtume kwa Timotheo wa pili, sura yake 3, ukianza mkistari ya 16,
hapo Biblia iko wazi, inaonyesha kwamba kila andiko ilipewa kwa maongozi ya Mungu na inafaa kwa mafundisho. Ni kusema neno upendo, ama ile neno mmetumia upendo ni nini? Kama kila andiko inafaa kwa mafundisho, inabidi mbele kukufundisha, kukueleza upendo njoo nini. Upendo sio kuchukua, umechukua kopo la mchele, sijue sabuni, sijue maragi, lukuni, useme tulienda upendo hapana. Neno upendo na siku kwako wewe abakuletee michele mingi na bakia moho. Na unakuta hata wengine wameama zehebu ya kwako, anasema no, mimi niende upendo. Upendo sio hiyo. Kiitwacho upendo ni kutoa uzima kwa ajili ya mtu mwingine ili mtu yule apate kuokolewa. Hiyo ndio upendo. Sababu sawa na vile Mungu alisema kama alipenda ulimwengu akatoa mwana wake. Unaona? Hiyo ndio upendo. Kuna watu ambao wangali na mafarakano ndani ya vichwa, hata na wachungaji wa moja wana mafarakano hayo. Tofauti kati ya wema na upendo ni neno tofauti. Wema sio upendo. Unapompa mtu kopo la mchele, maragi, sijue lukuni, piese ya nguo, au kufanya upendo ila ulitenda njo wema. C'est qu'on appelle le bienfait. Ni wema. Upendo ni kushika kitabu, kufundisha watu wanaokolewa, na wale watu wanamjua Mungu kupitia kwako. Hiyo ndio upendo. C'est pourquoi Yesu alituonesha ya kama yeye ametupenda akakubali kutoa uzima, yani iliyo uzima wake wa mwili na wa roho, ili tupate kuokolewa. Sio kama angetuletea maharagi, sijue kama kutuacha ndani ya dhambi na kutuletea maharagi, angekuwa anatufalia nini? Merci. Jambo kwenu, ule pastor anasema kweli, kwa kuwa watu wengi wanaotoka kubatizwa kwa maji na hawa wanaotoka kubatizwa kwa maji wanatokaka mumai na hawajengwe kabisa na maneno ya imani kiroho. Maji hawezi kujenga mtu, ndugu yangu, pale ni hapa. Wanakuaka na matendo ya zambi tu. Ni Oscar Fo Roi de Transville ya Kaga Chris, kipindi yale endelee na kudumu. Asante, tuko hapa Oscar. Vraiment nashukuru kabisa kwa kunifuata kwa makini. Kwa kweli ulielewa. Sasa male mai mingi kutoka tena mule. Ninaweza nikakuulize, sitakuuliza mwariri, lakini nina bayana ya kusema wakati mtu alikuwa mlozi. Mtu alikuwa mlozi kwa mfano, na ameenda kulobekwa ndani ya maji na amevikwa nguo nyeupe, mnasema huyu ni Mkristo na mnaimba nyimbo na kumvika maua shingoni. Nikikuuliza eti ulozi umemalizika ndani ya maji, jibu itasema hapana. Ndio sababu Yohana alisema yeye anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, naye hata wabatiza tena kama mimi ninavyofanya. Sasa wewe unabakia kwa Yohane jepo wakati Yesu alishakuya, na unashuhudia kwa milomo yako kwamba tumeokolewa kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, alitoa uzima wake kwa ajili yetu. Unajidanganya midomo yako. Ingine hapa nasema asante sana papa kwa ile somo. Ni Papa Mwasa kutoka kwa Station Sporting kwa Papa Wenga. Nadhani pale. Asante, nashukuru, na mimi nashukuru vivyo hivyo. Ndio. Alo ndugu. Wow, sio poa kabisa, sio ngwana kubip radio haiko bien. Kwa nini wenzetu waneno wanatumia mabuji kwa kuombeana? Ndio. Sema mnakuwa na mila kutumia mabuji kwa kuombeana. Ni kweli. Ambo. Ni kweli. Tunaweza kuwasha mshumaa vile unatoka kusema, ndio ile tunaita buji kwa lugha ya Kimombo. Wakati tunaposoma ndani ya maandiko matakatifu, tukisoma mole mkitabu ya Luka sura 2, biko natuonesha namna Yesu alizaliwa. Anatuambia watu wa akili walikuja kumpokea mtoto, wakaleta uvumba, wakaleta manemane, wakaleta zawadi mbali. Ni kusema ni representativite ya mahali ambapo mwana wa Mungu yupo, sio kusema ni ya maevokasio vile watu wanafikiri, sio kusema sijue ni nini. Sawa vile tunaona hata wandugu zetu wengine mbele ya maartari wamewasha mishumaa na hakuna giza na hakuna lolote ndani ya kanisa lao, lakini wanaiwasha. Tukiwaswali wanaiwasha kwa sababu gani? Kama vile lisaji. Wanaiwasha ni kwa sababu ilikuwa mojawapo wa zawadi ambao ilitolewa kwa mwana wa Mungu.
Asante. Nadhani kila mtu iko natosheka na ulizo yake. Yale ambao unaonaka hii kabisa uifamie sana maneno, uliza watakujibu en direct na radio Sauti ya Mwenga. Jambo journaliste, ulizo langu mtu anaita hapa alikuwa na bipu tu. Ulizo langu ni kwa nini nyie kanisa la neno mnaruhusia kuoa banamuke mbili na ni mchungaji alo jambo, sogelea kando ya radio kidogo, kwani inakuwa na fari tu. Ndio, karibu sana ndugu Jean. Naam. Ubatizo wa maji ndio kusema nini? Lakini unashiriki mkanisa. Juu kwa kipindi hiki tunapenda mtu anaita na sema mimi natokea mkanisa fulani, itakuwa vizuri sana. Nadhani ndugu Ja unasikia ulizo. Nafuata ulizo ya ndugu Ja kutoka hapa Rompo ya Butwa. Ninafikiri wenda ndugu ameingia kwenye line na retard kidogo. Sababu tumekwisha kufasiria hayo mambo ndugu yangu. Ni kusema kutofautisha ubatizo wa maji ni kutofautisha kwanza, wewe uanze kuelewa kwanza maji ya mwili ni gani na maji ya roho ni gani. Sababu Yesu alikuwa wazi ndani ya maneno, akamwambia mwanamke wa Samaria kama kuna maji ya mwili ni hiyo ambao tumekunywa na haikate kiu. Na kuna maji ya roho ndio ambao Yesu mwenyewe alijishuhudia kusema nina maji ya roho, maji ya uzima iliyo maji ya roho. Sasa wewe unaweza kunitofautishia pale kwenye huko kwanza maji gani kati ya ile ya kisima na ile ya roho ambao Yesu alikuwa nayo, wewe unaendaka kwa maji gani? Wala inawakia question ndugu Jean atajibu. Jambo journaliste, ulizo yangu ni hii: kwa nini nyie wa kanisa la neno mnaruhusia kuoa banamuke mbili na ni mchungaji wa kanisa? Mchungaji wa kanisa iko na banamuke mbili. Ni Ombeni toka service medicale Grand Ombeni unako quartier Seme ama service medicale. Asante ndugu Ombeni, tunafuata swali lako. Ndio mtu kwenye line. Halo ndugu. Halo, jina na unashiriki kanisa gani? Niko nasema ni ndugu Jean, mimi niko kama Kristo. Ndio, ndugu Jean. Ile ni pastor kwa Kanyanya, hapo kwa Kristo na muamini. Kuko Mkristo na muamini. Sasa mpaka pale niko naongea iko na shamula mumaji. Iko na kamata hitoko na Wala unafungua tu radio nyuma kidogo ndio tatizo. Sasa ndio nataka kumwambia kipindi ya vile mnaingilia mprofonesa siku wengine wenye walisoma nao maandiko, hapana kusoma maandiko na mnachutama. Huko nasikia mchungaji. Ndio atakujibu kama vile ulizo ya kwako. Ulizo yangu iko hivi. Yesu alibatizwa wala hakubatizwa? Ndio ulizo kusema kitu. Sasa mjibu niko nasikia kutenda. Nijibu. Okay, asante bwana Jean, mimi nashukuru. Nilijibu tena, jibu sasa. Nilishaulizwa tena swali kama lile ndugu yangu Jean. Ubatizo ama tofauti pale, unabeba swali mbili ya ubatizo na tofauti ya muamini na Mkristo. Muamini sawa vile nasema neno muamini ni mtu ambaye angali naamini. Usikie ni muamini, banamuita croyant, c'est quelqu'un qui croit encore. Si ni muamini ndugu yangu. Sasa vile wewe leo unapenda nitafuata leo kwa kanisa la neno. Eske utafika tu mara moja na tunaanza kukuita Mkristo? Jibu inasema hapana. Hata uwe nani kufika huku kwetu utakuwa kwanza muamini. Sababu neno tutakupatia haujawahi kuisikia.
tena tukosoe kidogo kubojite kipindi kisi emission ya ubishi ukipenda deba juu ya kanisa fulani tunakukaribisha, unatupatia kama nasema mimi ndafa deba na maneno unasema bongo niko na kuna nyinyi na Waislamu nilishawahi kufanya hiyo hapa kwenye media. Ndiyo. Karibu sana, hata mimi bwana Jean unaweza kukamata anwani yangu, tunapatana tunaona mwariri, tunapatana siku atatupokea na atatukaribisha. Na tunaambia bojitere leo haiko mila kanisa, leo ni siku ya bwana Jean alikatala kama mwenye anaenda kumaji ya roho hawezi kupata Roho Mtakatifu. Ni huyu wa kwenda kumaji ya mtoni ndio anapataka Roho Mtakatifu. Tunaingia mwa ile sije. Voilà. C'est bien bwana Jean. Emission yote ni mila kanisa. Aba bakioshe tunayo tuabudi sanamu dia hivi na hivi mnabaacha nile hapo kama itakufurahisha basi unampata. Na kama unataka ujue mingi kuhusu kanisa la Yesu Kristo, sio kusemea kwenye simu. Uniite, unikaribishe. Niko tayari kufika pale kurompo ya Butwa. Tuikale chini, tufanye deba, tueleweshane maneno ya Mungu, sababu kutokujua ni kitu kibaya. Sepurkuwa unakuta batu kitabu iko nasema watu wangu wamepotea sababu ya kukosa maarifa, na kumjua Mungu ndiye mwanzo wa maarifa. Kama ujue ndugu yangu, kala kimya. Maji ya mtoni haiwezi kutakasa mtu na dhambi. Wala message zinaanguka nyingi sana na muda kabisa tunabaki tuna dakika 5 tuweze kumaliza jambo. Nitasoma message zote kisha kama kutakuwa muda watajibu, kama hakuna muda utawajibu hata kwenye utapezana nambari ya simu. Kwani radio tunaheshimu muda kabisa. Jambo papa, ni mie mama Alice kwa kutoka Hexagone. Ninasikia juu ya ubatizo, ile roho yenu inakuwaka tu kwa ufiti. Jia nini batu yote abayonake kwa nini? Mchungaji alisejibu roho mama sa vile balisha sema Roho Mtakatifu ni esprit. Inspiration ni kitu inaingia ndani ya mtu, ni pumzi. Halo ndugu, ni nani? Ndio, karibu. Unashiriki kanisa gani daji? Nashiriki katika kanisa la Pesa. Nitaka kuuliza hivi. Kwa nini pastor anijikia mtu wa maneno akikufa mtoshaka roho? Inakuwa kati roho wa Mungu pana roho ile. Ndio ndugu yangu. Inawezekana watu wengi wanafungua radio nyuma. Magumu yetu tunapata kwenye radio ama kwa kipindi hiki ni kuona ndugu zetu wengi mmekuja nyuma. Tulishajibu kwa maswali. Mwariri aliniswali hiyo swali, nikawahi kumjibu. Nikusema kama vile unasema watu wanatosha roho. Kwa kifupi nitakwambia ndugu yangu, kuna siku moja fulani uliwahi kuona na macho yako mwenyewe, nimeona leo wametosha roho, ndio hii. Kutokujua roho ni kitu kisichoonekana ndugu yangu. Namna gani mwili ya kuonekana itatwala kitu kisichoonekana? Bala, merci. Message ziko mingi, muda nayo inatustaki. Basi mpendwa msikilizaji, tutapokea tena simu au message ziko nyingi kabisa. Kwa kuona watu wengi wanakuwa na zoezi ya kufungua radio nyuma. Kipindi hiki ni mila ya kanisa, inapitaka kila siku ya kwanza saa 10:30 hadi saa 11:30. Basi vraiment pardon, ma message mapele zinakuwa za trop. Kukua na jikaza sana kufungua radio kwa wakati. Juma kesho siku ya kwanza tutakuwa na wenzetu wa kanisa Katoliki hapa kwenye kipindi kimila kanisa kutoka parokia ya Guido Marie Comfort. Tutakuwa nao hapa, nao tutakuwa tunauliza kuhusu mila ya kanisa ya Katolike. Maxi, paske mko wengi kufata mchungaji utaondoka bila salamu hivi kwa watu fulani. Asante, nashukuru kwanza, nashukuru kabisa kwa mwaliko leo kwenye radio yetu ya Sauti ya Mwenga na kwa kazi ambayo imefanyika kwenye Lega Media. Vraiment shukurani sana kwa hiyo wazo na isiishie hapa, iendelee. Basi kwa kumaliza nitasalimia mon representant Kalingwa bin Kalingwa na kusalimu mzee wangu. Tuko mkazi ya Mungu ambao tulijitolea na leo tuko kwenye media. Tutasalimia hivyo mitume wote, sitaweza kuwataa majina. Mwenga yote, hata mahali pote radio inaposikilika, wanaponielewa ama kunifahamu kwa jina la
Apotre Kitoga Katunga Mateus, mtume ambaye amedhibiti mji wa Kitemba, na wasalimu na salimu hata na waamini wote ambao walijitolea kufata mwito wa Mungu, kuamini ndani ya kanisa la Yesu Kristo. Asante. Anwani yangu sasa vile nishatoka kusema, ndugu zetu wanaanza kuita wengi sasa. Ita tu baada ya radio, tutakuwa nje tutaongea ya zaidi. Namba yangu ni 09 90 33 16 32 09 90 33 16 32. Ni Apotre Mathieu. Asante. Voilà, asante. Nitashukuru kwanza uongozi wa radio yetu Sauti ya Mwenga, kwani mwezi huu tunakuwa tunaandaa vizuri 5e anniversaire ya radio Sauti ya Mwenga. Tushukuru kwa Eric Ombeni Leblanc de la Vierge, ni mkurugenzi mwenye ana kabisa baguzi, anakuwa anapenda ba travail yake yote. Merci Eric Ombeni Leblanc de la Vierge. Clove Mikome ukiwa chef de programme, pia unaitwa kwa jina mwenzetu Muzalendo, unakuwa chef technique. Merci pia na karibu wenzetu wa Lega Media ambao walijitolea kipindi ki waweze kuikamata sans problème, porque pia tukone peperusha angani kuma réseau fulani. Ndio maana tunasalimia mkurugenzi wa Lega Media ambaye anaitwa kwa jina Rashidi Johnson, vile Stache Babu mwenye kwenye kamera, vile dada Helene Edwish, bale banatumika kwa Lega Media. Tunashukuru kwani uongozi wa radio Sauti ya Mwenga ilisema no, haina problema pour que émission iendelee mwele système. Merci. Mbele ya kamera nite Wilonja Kitulo Lucas, nilikuwa ni Pasteur Mateus, Pasteur Apotre Kitoga Katunga Mateus. Unakuwa na kanisa hadi petetre kuna kwa watu wanaweza enda kufuata anwani iko wazi Kitemba. Ukifika tu kwetu Kulimanga Kitemba, ukiuliza pale wapi kanisa la neno liko. Sasa vile mnaita kanisa la neno, lakini sisi tunaita ni baraza, kibanda, fasi ya makusanyikio, sio kanisa. Kanisa ni mtu, kibanda basi. Amulipishe maombi 50,000 porque uonane na mchungaji. Kipindi imeisha, lakini hapo tungezama kinaganaga tuonjeshe kidogo kueleza mimi porque Wakristo tutenda mbele kwa neno hivyo tofauti na nini la ingine makanisa. Hapana, atulipishe kitu, lakini kulingana na ugumu wa mioyo wa watu unaweza ukajitolea kutumikia mtu leo, unakuta kesho mtu atakuwa wa kwanza kukutukana, huyo mtu atakuwa wa kwanza kufanya kila kitu, na ni hapo unakuta hata ukimwambia tuuze ile mwangaza ambao tulisema buji, anaiinterprete mbaya, anasema hiyo kama ni maevokasio, kama ni kitu gani, faso ile ambao watu hawaelewi. Sio kulomba pesa, lakini ni shurti zile ambao zinahitajika kwa kuomba Mungu. Nje tunaambia watu wanunue. Merci kwa Paulo Chui, ulifuata kipindi ki. Merci pia kwa mzee Izunga Gaspar Ekize, ulifuata kipindi ki. Unaitwa Dendi, unakuwa mzee wa kanisa Dendi, ulifuata kipindi ki. Heritier Madofol, unaitwa Lebo Baba Gustave, ulifuata kipindi ki. Vie Merijo, ulifuata kipindi Mkamba Merijo. Tenji Longe, le grand Mshimanda Isopo na Mwasa Gustave, Mwasa Wabenga, vraiment bafundi bingi benye banapenda sana kufuata kipindi ki, na washukuru sana. Charité Baksaveri yote tunakuwa tunawaaga tukisema tuendelee kufuata vipindi ambavyo vitakuwa napita kila mara. Bye bye, ciao.